ya ufunuo. Mbona unalia sana? Huyu nini? Ni HIV? Majibu ni negative. Jesus. Saa ya ufunuo. Unaweza kusimama pale ulipokaa. Muangalie jirani yako wa kushoto, mwambie mwisho wa matatizo yako ni leo. Mwambie mwisho wa shida zako ni leo. Mwisho wa magonjwa yako ni leo. Nyanyua mikono yako juu kwa kumheshimu Mungu. Nyanyua mikono yako juu kwa kumheshimu Mungu. Madamu mmekuja kwenye viwanja hivi, mheshimu Mungu. Mungu unayeishi, tunalibariki jina lako kwa ajili ya siku ya leo. Ni mara yangu ya kwanza kuwepo katika mji wa Arusha. Sijaja kwa sababu nimekuja. Ulisema nije na nipo hapa sasa. Asante kwa ajili ya watu wote wa Arusha walioko hapa na wanaokuja katika njia zao. Tunafahamu mwanadamu uliyemuumba kwa sura yako hukutaka ateseke. Na wakati Mungu unanileta Arusha, uliniambia nilete majibu na soma ombezi. Na libariki jina lako kwa sababu leo ni siku ya majibu. Yaliyokuwa yameshindikana yanaenda kuwezekana. Yaliyokuwa hayawezekani yanaenda kuwezekana. Katika jina la Yesu Kristo, kila mwenye furaha aseme amen. Nataka niombe kwa ajili ya kuanza maandalizi ya uponyaji. Na kama una HIV, naanza maombi kwanza ya HIV. Hema la madaktari lipo kule nyuma. Kwa hiyo nitakaposema amen, watu wote ambao ni HIV positive mtaenda kupima pale nyuma. Na Mungu ameniambia hata mwacha mtu hapa leo. Nataka kama una HIV, zungumza vizuri na Mungu wako, imani yako isife. Imani yako isife. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba toba mbele zako. Tumeiharibu mili yetu kwa ajili ya dhambi. Tumeitesa mili yetu kwa ajili ya dhambi. Tumeiharibu kwa sababu ya dhambi. Tamaa ya mwili na zingine, Mungu, ni laana za familia zimetuingiza huko, kwa sababu familia tulio nayo inawezekana Bwana watu wake hawataki kuongezeka. Kwa hiyo magonjwa yamekuja kutuvuna. Tumetupiwa au tumeletewa magonjwa yenye laana ya mauti. Ili kila mmoja wa hii familia yetu aweze kufa. Bwana Yesu, ni nani ambaye asiyejua ya kwamba kifo chako msalabani kilileta uponyaji? Na ni wewe mwenyewe umesema kwa kupigwa kwangu mimi ninyi mmepona. Kwa Mungu, naomba msamehe kila mmoja. Uliyekuwa humpendi, geuza uso wako. Uliyekuwa umemkataa, geuza uso wako. Wengine Mungu anatembelea laana za baba zao, za mama zao. Wamegombana na mama zao, wamegombana na baba zao. Kwa hiyo hakuna tena kinachosimama, hakuna kinachoendelea. Lakini lishukuliwe jina lako ambalo ni bora, lenye uwezo wa kusamehe, lenye uwezo wa kuunganisha, lenye uwezo wa kufanya kila kitu katika uwezo ambao Mungu umetaka. Kwa jina la Yesu Kristo, HIV, Bwana Yesu ameshatusamehe. Bwana Yesu ameshatusamehe. Bwana Yesu ameshatusamehe. HIV, ninakusemesha kwenye hiyo damu ya huyo mtu. Eza ni mama au ni mbaba au ni mtoto au ni mtu mzima au ni mtu yoyote kwa alivyo, HIV toweka kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. HIV, ninakuita kwa jina lako. Iwe ni stage 1, iwe ni stage 2, iwe ni stage 4, iwe ni stage 3, HIV, I command you in the name of Jesus. In the name of Jesus, out. HIV,
ninakutoa kwenye hiyo damu, ninakuamuru kwenye hiyo damu ukauke kabisa kabisa. Maana ndivyo Mungu alivyosema ya kwamba wana wa Israeli wanatoka kabisa kabisa. Na sisi tunakusemesha HIV, toka kabisa kabisa kwenye damu ndogo, kwenye damu kubwa, kwenye mfumo wote wa mifupa yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kama ulikuwa na HIV, bango lako lile pale ndio hospitali yako, nenda kakonfirm. Mliokuwa na wagonjwa ambao mpo upande huu huku, nataka nishuke kwa wagonjwa. Una HIV, nenda pale mwisho. Shiloh International Ministries Tanzania chini ya mhubiri wa kimataifa Nabii Frank Julius Kilawa inakuletea mkutano mkubwa wa kinabii katika mkoa wa Iringa. Mkutano utafanyika katika viwanja vya Gangilonga kuanzia tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2016 hadi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2016. Walete wagonjwa mbalimbali kama vile ukimwi. HIV, I command you in the name of Jesus. In the name of Jesus, out! Brother nini? HIV negative. HIV negative. Umepona wewe? Kwa miaka mingapi ulikuwa unaumwa? Miaka mingi. Wawili HIV negative. Sana HIV negative. HIV negative. Isukari, kansa na wengine wengi, Mungu atawaponya. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0718848419. Usipange kukosa. Kuna majibu. Hauwezi kutembea, miguu imevimba. Kwa miaka mingapi? Tangu 62. Tangu 62. Weka mkono kwenye kifua chako. Baba, katika jina la Yesu, mwangalie mama huyu. Tangu mwaka 62 mpaka leo anateseka. Ninawaamuru mifupa na mishipa kutoka sasa, katika jina la Yesu. Udhaifu, out! Out! In the name of Jesus. Out! In the name of Jesus. Amen. Simama mama. Njoo kwangu. Tembea. Njoo. Shika mkono wangu. Tembea. Kakae vile viti pale ambavyo vina watu. Nenda pale. Wewe nini? Sikusikii vizuri unasema? Una kansa kwenye miguu. Una kansa ambayo imeanzia kwenye kiuno, kwenye utumbo. Yaani pote. Kuanzia kwenye koo kushuka chini kote una kansa. Pote kuanzia chini mpaka hiyo. Na kujua njano. Kwa umeenda hospitalini wamekupima wamesema una kansa. Imezidi. Kwamba unakufa muda wowote. Kwamba umevuka kiwango. Ipo kiwango cha juu. Kansa. Tabata Mission Hospital ndiko aliko kupima. Hauna vipimo vya Ocean Road. Hii ni Bugando Medical Center. Okay, sawa. Sasa hivi unapona. Shika vitu vyako. Kansa, weka mkono kwenye kifua chako mama. Kansa ninakuamuru kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kwa moto lao katika jina la Yesu. Amen. Simama. Njoo hapa nilipo mimi. Nenda mpaka pale. Huyu nini? Ni HIV. Shika. Ulikuwa na HIV kwa miaka mingapi? Ulikuwa na HIV kwa miaka mingapi? Ndio akasema una HIV. Mwanao na miaka mingapi? Ana miaka 2 na miezi 7 na miezi 6. Ndio kaenda kupima hospitali. Ulipima hospitali gani? Mount Meru na huko kwa babu. Wakasema ni HIV. Kwa hiyo unatumia dawa.
ukuanza kutumia dawa, na leo umepima tena, majibu ni negative. Jesus, negative. Jina lako nani? Haya ni ya mtoto, mwanao ni negative. Jesus, Jesus, Jesus. Ya kwako bado? Mfuate dokta, mwambie sitoki mpaka nimepata majibu ya kwangu. Kama HIV inaweza kukaa kwa dakika 2, Mungu akausha maskini wako katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Kama HIV inakauka kwa dakika 5, Mungu anayekausha hiyo HIV ikauke kuanzia sasa. Umaskini wako ukauke kuanzia sasa. Adui zako wakauke kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Kila mwanamke anasikia kigelegele kimoja. Haleluya. Kuna mzee mmoja ambaye kuna mtu alikuwa anakunyoa nywele, alafu wakati anakunyoa nywele akachukua nywele yako kichwani akaipeleka kwa mganga wa kienyeji, kwa sababu aliambiwa atafute mtu ambaye anaweza akawa na kipala ndio atapata fedha. Sasa hizi kwenye kichwa chako, sijupo wapi, sasa hivi kwenye kichwa chako kuna tundu ambalo wachawi wanapikia, wanampatia fedha huyo mtu. Ni mbaba. Kwenye kichwa chako kuna kama kitundu, kuna uvimbe. Una kipala baba. Jesus, can you prophesy? Hebu toa. Una uvimbe kwenye kichwa? Hebu toa hiyo. Ni plaster. Ni kidonda kikubwa. Hebu toa hiyo. Jesus. Sasa mtu ambaye amechukua nywele za huyu saizi anajenga gorofa kwa sababu ya nywele aliyochukua kwenye kichwa cha huyu. Alienda kutengeneza nywele kuweka sawa sawa. Tanga niliwahi kuombea mtu alikuja na kidonda, nikakiambia kidonda kikauke. Nilikiambia baada ya sekunde 3, kilikauka baada ya sekunde 3. Unafahamu kati ya sisi ambao tuna Mungu na wachawi wana njia nyingi za kutuharibu, wakati sisi watu wa Mungu njia za kujitoa hapo ni chache sana. Na wakati mwingine maigizo ni mengi kuliko vitendo, hata kwenye maombi ya kwetu. Sawa. Ningetaka nikueleze, na narudia tena, uchawi wa rangi yoyote ambao ulifanyika kwenye kizazi chako, baba yako au mama yako, leo ni siku ya mwisho kuexpand katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, nataka niombe wewe uvimbe saizi, ukauke saizi. Kwa miaka mingapi ulienda kupima hospitalini? Miaka 9. Jesus. Wewe ni mwenyeji wa hapa Arusha? Unatokea Iriboro. Una mke? Ndio. Yupo hapa? Njoo. Ni nani yako huyu mama? Wewe ndio mume wako huyu. Kidonda ni kikubwa sana, kina tundu kubwa. Kinajaa kiganja juu ya kichwa. Ulienda hospitalini? Nilikwenda lakini nimeshindikana. Wanasemaje? Wanasema ni kansa haiwezekani. Angalia majibu ya daktari. Baba, tumewahi kukutana mimi na wewe mahali kokote? Tumewahi kuongea mimi na wewe? Tumewahi kunitumia hata message? Au nikaja nikala kuku nyumbani kwako? Au uliwahi kuja kanisani kwangu Tanga? Au Mbeya? Au Arusha? Au mahali kokote?
Unafahamu hakuna kitu ambacho unakichukia kama wachawi. Yaani na kama yupo hapa, Mungu asikurudishe nyumbani kwako. Unajua, narudia sentence ile. Unavyojipenda wewe, ungepata jirani anakupenda hivyo hivyo. Ungepata mwalimu anakupenda hivyo hivyo. Ungepata student anakupenda hivyo. Ungepata, yani kila kitu ambacho kinakuzoa kinakupenda. Hapa tusingekusanyika leo, tumeleta magonjwa. Hapa tungekusanyika leo kila mmoja hapa, yani idadi ya watu hapa ndio ingekuwa ni idadi ya magari, na idadi ya watu hapa ndio ingekuwa idadi ya nyumba. Hasa leo wanaojenga nyumba ni wachache, watu wengi wanapanga kwenye hizo nyumba. Kwa hiyo ina maana mtu mmoja anaenda anapanga nyumba, anajenga nyumba, alafu nyumba moja aliyojenga mtu mmoja anapanga watu 10 au 20 humo ndani. Sawa sawa. Umewahi kujiuliza anayepanga nyumba kwake anafanya maombi gani? Kwamba Mungu, ninaomba mwaka huu lazima watu wapange hii nyumba. Anapofanya hivyo maana yake Mungu inabidi ajibu, azuie watu wengine wasijenge nyumba. Sawa sawa. Sasa leo Mungu atachagua moja, afanye kwako au asifanye. Na asipofanya kwako, mimi narudi nyumbani. Mama, unajisikiaje baba kuwa hivi? Unajisikia shida? Naam? Tabu kubwa. Una maumivu makali. Leo na bahati nimeweza kutembea. Leo una bahati. Nimelala miezi nauma. Hicho kidonda na kimechimbika kwenda ndani. Kimechimbika kwenda ndani. Manake kinakaribia kwenye ubongo. Ndio, na usiku kuna watu wanakuja wanapitisha sindano na mipira wananyonya damu. Usiku? Ndio. Na waona kabisa. Kwa macho yako? Kwa macho yangu. Na mmoja wao yuko hapa. Mmoja wao yupo hapa? Ndio. Aliyoko hapa Mungu atamshughulikia. Nisikilize vizuri, kitakusaidia. Adui yako hata kama umemkuta kwenye uwanja huu, sawa sawa, wewe relax. Si ni kwa Mungu hapa? Mungu si ndio anayefanya kila kitu? Mungu aliyekutoa kule baba, aliyekutoa kule, ndiye Mungu ambaye, na huu ugonjwa wala sitaki upone. Huu ugonjwa nataka ni kila mmoja aliyokufanyia na mbandika nao. Haleluya. Haleluya. Kila aliyokufanyia chochote Mungu abebe amrudishie. Wakati namsikiliza huyu mzee, nimejaribu kujiweka mimi kwenye eneo la kwake. Halafu ghafla una kidonda kikubwa kama hiki. Halafu kinaota kwa kwenda ndani. Yaani kinafika kwenye ubongo. Halafu madaktari ambao unawaamini wamekwambia no way out. Maana yake unajaribu kuambia submit yourself kwenye death. Haiwezekani Mungu aliyekuleta hapa awaache adui zako. Mama, weka mkono kwenye karibia na kichwa cha mume wako. Chukua leso yangu hii, chukua leso. Njoo chukua leso. Baba, kuna mama mmoja nilimwombea Tanga, alikuwa hana kalio, alipata ajali, kalio moja likakatika lote, likawa halipo. Ukabaki mfupa. Yuko wapi yule mama? Njoo. Baba, huyu mama alikuwa hana kalio. Alikuja Tanga. Ulikuja mwezi wa ngapi Tanga? Mwezi wa 9. Ulikuja mwezi wa 9 mwaka jana. Ndio. Alikuwa hana kalio huyu. Amen. Alipata ajali na pikipiki, kalio moja la upande gani? Pande huu. La upande wa kulia likakatika lote. Ukabakia mfupa tu. Kwa tukamwambia Mungu otesha kalio. Sasa hizi unavyoona hajaweka godoro, ana kalio lake. Sasa na mimi nataka atakapoweka huyo mke wako leso, hiyo nyama nataka ipande kwanza, moja ipande. Lakini pia hiyo ni leso ya mi prophet.
yoyote aliyekufanyia hicho kitu, karabaseke reboza mandarabasi, hawezi akakaa kwa amani kuanzia leo hii. Weka hiyo leso. Iweke tu. Tezo lako na wewe ni Zakayo, mume wako Yohana Mbatizaji, ndio shida. Yes. Rudisha kofia yako baba. Sasa nataka uone huyu mzee amekuja amevaa kofia yake. Utajuaje? Na jinsi alivyovaa na mawani. Unajua ni daktari bingwa wa mifupa. Baba, imeisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninavyoongea na wewe naona upepo wa baridi unaanza ndani, unaanza kurudisha nyama na kuzipandisha juu. Kesho muda kama huu nitakuita, kesho muda kama huu nitakuita. Alafu nitakwambia angalia kidonda chako. Si? Simama popote. Nilikwambia mwachie Bwana afanye kazi yake, na hii ndio kazi ya Jehova Rafa, Jehova kutokeza keleza manea in the name of Jesus. Hakuna kushindana na wewe kuanzia leo. Kuanzia leo si kansa, si HIV, si wachawi, si mapepo. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Hata kama hujawahi kushinda, leo nenda kashinda katika jina la Yesu. Maandiko yanasema mimi ni Mungu ninayeandaa meza machoni pa adui zako. Sawa sawa na hili andiko likatimie kwako, Bwana akaweke meza machoni pa adui zako, ukajenge mbele yake, ukaendeshe gari mbele yake, ukapone mbele yake, ukasomeshe watoto wako mbele yake, ukaolewa na kuoa kwa harusi kubwa mbele yake katika jina la Yesu. Upande huu unaona, upande kwa umelala, pengine upande huu wanaweza kusema mimi ndiye, pengine upande ule kule wanaweza kusema ni sisi hapa. Baba, you are free forever. You are free forever. Praise the Lord, sir. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. You are free from now on. In the name of mighty Jesus. Mama, you are free. In the name of Jesus. You are blessed. You are blessed. Mnyenyue mume wako. Yeah. Unajisikiaje? Unajisikia mwepesi? Yes, sir. Yes. Ah! Hata leo wakufiche kwenye vibuyu, Mungu leo atakuchomoa kwenye vibuyu, utakuja. Amen, amen, amen. Nenda kakae pale, kachukua viti kama mwanzoni na mume wako. Nataka uone wachawi walivyopuuza. Mwangalie jirani yako, mwambie afu wewe, ukitaka Mungu asikujibu mimi na wewe. Ukitaka Mungu asikujibu mimi na wewe. Haleluya. Haleluya. Kama namuona shetani anavyohangaika, maana hajawahi kuona kitu kama hiki. Mama nini? Nini? Majibu ya nini? HIV. Nani alikuwa na HIV?
Kwa miaka mingapi? 6. Miaka 6. Ndio. Miaka 6. Rabasek. Mama yake yuko wapi? Kwa ina maana amevitoa kwako? Ndio. Wewe ulikuwa na HIV? Ndio. Mzima. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mume wako yuko wapi? Amefariki. Mume wako alishafariki? Ndio. Wewe umepima pale? Ndio. Au unasubiria majibu? Unasubiria majibu? Ndio. Kaya na ya kwako, nenda. Jesus. Jesus. Hey. Ha. Amevaa kama wigi afu na kinguo kama chekundu chekundu. Kuna wigi kama la sky la Jina lako nani? Naitwa Jael. Unaitwa Jael. Ndio. Umetokea wapi? Singida. Umetokea Singida. Kuna nguvu ambayo inatumika kwenye maisha ya kwako. Ni mbaya sana. Ndio. Na sasa hii itakupelekea kila naye kuchumbia kukuacha. Ndio. Ndio. Yaani kila naye kuchumbia watakuacha. Anaweza kaja katoa mpaka na mali akakuacha. Ndio. Ndio. Ongea kwa sauti. Ndio. Nani amekuja na wewe anayekujua? Akusaidie. Mama. Wewe ni ni mamake. Mwanao ana roho moja ambayo alitupiwa na msichana mwenzie alipoenda kumtambulisha mchumba wake kwa huyo msichana. Huyo msichana akakasirika. Kwa nini huyo kachumbiwa? Kwa sababu alikuwa naye anamtaka huyo mtu. Tangu amemtupia hiyo roho, mwanao huyo hachumbiwi. Hata wakija wanaume mpaka nyumbani kwako kuja kutambulisha inakata. Kweli? Ni kweli baba. Na sasa kila mtu atakuwa anamchukia. Kila mtu atakuwa anamchukia, atakuwa anamletea sio kama yani chochote ambacho atakifanya yeye ndio kitakuwa kimefanyika na yeye. Amemtupia kifafa. Na kifafa kamtupia. Ndio ndio. Okay, sasa unaweza kaona nataka uone ni watu wangapi ambao wapo saizi polisi. Yaani wapo saizi polisi, wengine wamehukumiwa kufungwa kwa makosa ambayo wameyafanya. Na polisi hawezi kusema hili ni pepo kwa sababu hawana hicho kitu. Kwa ukienda mle ndani saizi jela, niliwahi kwenda Ukonga gerezani mwaka 2005 ilikuwa. Niliwahi kwenda mle ndani nikafanya maombi. Pepo zilikuwa zinalipuka mle ndani, zinaeleza vitu vya ajabu sana. Weka mkono kwa mwanao, anapona sasa hivi. Unaweza kuelewa? Nani amekuja na huyu mdada huyu? Nani amekuja naye huyu? Njoo. Nani amekuja na huyu mdada? Kuna watu wanatumia ubongo wake wachawi. Ndio, wametoka Noro, ni wageni wako mtumishi. Ni wageni wangu mimi? Wanasema walikuwa wanawasiliana na wewe kwa njia ya simu. Na mimi? Tuliwahi kuongea na wewe kwenye simu? Wiki mbili iliyopita. Wiki mbili zilizopita? Huyu ni mwanao? Msichana wako. Ni msichana wako? Ubongo upande wa kushoto. Akili zake hazija stabilize. Na ni kweli? Kweli kabisa. Zimekufa kabisa, zimeparalyze. Kweli kabisa. Kwa nyinyi mmetokea Norway? Tumetokea Norway. Mmeangalia kwenye Shiro TV? Ndio mkaamua kuja moja kwa moja mpaka hapa? Mmetokea Norway. Amekasirika sasa. Hapa amekasirika? Kwa hiyo huwa hamwezi kuongea naye? Akikasirika hata kusumbuliwa kabisa. Hataki kusumbuliwa? Kwa hiyo hapo kakasirika? Maana kitu asubuhi ananiambia twende tukakata tikiti turudi zetu Mombasa, twende zetu Norway.
Kwa mmetoka Mombasa, kutoka Norway, mkaenda Mombasa, mkaja hapa. Wakashikia kwako. Sisi nikakupigia simu tukakwambia tuko stage ya basi. Kwamba mnakuja? Tumekwambia tumefika stage ya basi, tumefika sasa sisi. Ninyi? Norway mmetuangalia kupitia TV gani? TV ilikuwa ni hapo. Nilikuangalia wewe video nikakupigia YouTube. Nikamwambia kwenye Shilo TV. Kwenye Shilo TV. Shilo International TV. Yes, nikakuona afu ndio nikamwambia. Okay, ulikuwa umetoka kutoka Norway, unataka kuniambia nini? Amekatoka kuambia niko kwenye safari, niombe safari yangu. Ulikuwa umenipigia simu, nikwambia tu nikuombe safari. Niko nakuja kwa Afrika. Huko Afrika. Kwa hiyo huyu ndio ulimleta? Mimi ninakuja naye soko sasa tumekuja. Okay, kwa hiyo safari yako ulikuwa unataka kusema nini kuja kutoka Norway kuja hapa? Safari yangu kutoka kuja kwa sababu nimeteseka na maisha huko zunguni. Huko Ulaya. Sasa ungebaki hapa? Asingebaki hapa kwa sababu gani? Kuna mtu mwingine huko na niko na mzee wangu. Kwa nyinyi wa Kenya? Mimi nimezaliwa Mombasa lakini nimeishi zunguni mwaka 24. Umeishi Norway miaka 24? Nimeishi Denmark miaka 18 na Norway ikifika Septemba itakuwa miaka 10. Kwa jumla 24. Mwanao ubongo wake upande mmoja umekufa. Na mamangu kila kimuona. Wachawi wanatumia huu ubongo. Naona flats. Nyumba ambazo zipo kwenye flats. Flat ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Na huyu mtu ni kama asili ya Kinigeria. Amebeba huu ubongo. Ameharibu kila kitu. Huyu atakuwa ni mzigo kwako nyumbani. Kweli. Atakuwa hawezi kutoka kwenda mahali kokote. Hata ukimtuma kama na hela anaweza kaziacha dukani akarudi hivi mkono mitupu. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Mimi sitakufanya chochote. Kwa huu ni mzigo wa kwako mwenyewe binafsi. Na usipotolewa leo. Maana sasa wabakaji watakuwa wanamzunguka. Huyu atakuwa anakuja naye anaondoka, anakuja na naye anaondoka. Nisaidie mtu prophet. Nisaidie prophet. Nimeteseka sana. Umeteseka mno. Tosha. Lakini si unajua hukusikiliza vizuri mamako. Mamako yuko wapi wewe? Mamangu anaishi Denmark na sasa sijui yuko wapi. Sijui yuko wapi. Kwa sababu hukukaa vizuri na mama yako. Kuna mtu alikuja aliwaseparate na mama yako. Kwa nguvu za giza. Then ghafla mama ameelekea sehemu nyingine. Ni kweli alishaniambia waliseparate na mamake kitambo sana. Ashaniambia kila kitu. Alikwambia huyu? Aliniambia, ndo nikamwambia tufanye bidii basi tuende huko Arusha, hata mimi ni Kenya, mimi sijui huko, ndo tukapanda gari ndo tukafika huko. Kwa sasa hizi ninavyozungumza na wewe, mama yako yupo kwenye mtaa umeandikwa Stocksy. Anakaa hapo. Anakaa hapo. Namba yake ya simu ni +49 32 17. Can I prophesy? Okay, umesema mimi sina simu ambayo naweza nikaongea na watu, sikaagi na simu. Kwa kama ulikuwa unaongea na mtu sio mimi sikaagi na simu. Now, let me ask you a question. Kwenye simu ambazo ulipiga, uliwaelezea mama wako ameondoka au amekimbia au ukaenda mama wako vizuri? Mimi siongea na miaka 10. Yani simu ambazo ulipiga kwetu sisi. Ya kwamba mama wako hujawahi kuongea. Kwa hiyo unashangaa kwa nini kitu kinaendelea. +49 ni namba ya wapi? Ya German. Ya German. Ya Ujerumani. Kutoka Norway mpaka Ujerumani ni kilomita ngapi? Na depends flight. Ukienda kwa train? Karibu safari ya siku 2 ama siku 1. Siku 2 kwa train. Anakaa hapo. Nikurudishie mamako. Amen. Nikule. Washa simu yako. Kuna mama ambaye mwanae kapotea. Mama mmoja mwanae kapotea. Njoo. Lete picha. Simama mama, simama. Tuliza akili.
Mwanao hajapotea, mwanao yupo kwa mwanaume. Mwanaume anaitwa Gerald. Asante baba. Tuliza kwanza akili. Shusha pumzi. Shusha pumzi vizuri. Shusha pumzi vizuri. Upo vizuri sasa? Niko vizuri baba. Shika picha. Nifanyeje arudi? Yupo kwa mwanaume na huyu mwanaume kamweka ndani. Yaani kama vile anamtumia kama sexual machine. Baba nisaidie. Baba nisaidie. Amen. Ameondoka nyumbani mazingira ya kutatanisha baada ya kumaliza form 6. Akakataa chuo na alifaulu kwa kiwango kikubwa, ungekuta yuko chuo cha ni mwanaume anasimamia madini, migodi. Nisaidie baba. Ndo nasoma migodi hapa Arusha. Migodi ya huko Kahama. Baba nisaidie. Division 2. Division 2. Labda niwaambie wasichana wote mlioko hapa, wasichana wote ambao mnajiona mmekuwa, mnajua kuvaa vimini, mnajua kuvaa suruali za utumbo wa kuku. Labda nikwambie kitu kitakusaidia. Kimoja tu. Hata uwe unatongozwa mara ngapi barabarani, hata kama ukoje kwenye maisha ya kwako, ni mzuri au ni mbaya, ni mwekundu au wa blue, umejichubua au umejikaanga, kama kuna vitu vya kuviheshimu chini ya uso wa jua, heshimu sana malezi ya baba yako na mama yako. Hii unaweza ukaenda kwa watumishi wote chini ya jua, ukazunguka kwa waganga wote chini ya jua. Sisi watumishi tutakuombea, lakini mimi nataka nikwambie, baba yako au mama yako ukikaa nao vizuri, wakakwambia nenda, utafanikiwa mara 100 kuliko maombi ya mtumishi yote chini ya jua. Na ndio unakuta kwamba watu wanaishi ovyo ovyo tu. Ovyo ovyo tu. Ovyo ovyo tu. Leo watu watasema sijui taifa halina maadili. Uwe maadili hapo, mbona si tupo? Tuna maadili. Sema kuna watu wameona kwamba wao ni wakubwa kuliko wazazi wao. Kwa hiyo hawataki kusikiliza baba anasema nini au mama anasema nini. Kwa hiyo unajiona na mnasema sijui sherehe ipo upande wenu, kufikisha miaka 18 wewe ni mtu mzima. Hata uwe na mvi, madam baba yako yupo, wewe ni mtoto tu. Sasa ndicho ambacho kimefanyika. Sasa huyu kafungiwa ndani. Kafungiwa. Nafikiri mnaniangalia kutokea Kahama. Na usisema pengine ni nguvu za giza au ni nguvu za shetani, wala ni nguvu za tamaa ya mwili tu. Mtu amemkuta kamuhonga. Lakini sasa unapata faida gani? Yaani wewe mwanaume, okay, inawezekana na nyua wasichana hivi unashindwa kwanza kuchunguza huyu mwanaume ni takataka au ni mtu. Hilo hujiulizi kwanza. Kwa sababu kuna wanaume ambao wazazi wao wameshawakataa kwamba ni mimi mtoto, basi wewe ndio unakutana naye kavaa katakei barabarani humo. Anambia yo I love you, you know, I'm cares about you, you know. Subiri mama pale, nitakupatia namba yake ya simu, napiga hapa. Kipapa, tunakusemesha leo katika jina
la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. Hiki kifafa kinamwanza usiku. Ndio. Akiwa amelala. Akiwa amelala, wakati mwingine kinarudia. Yani kinamwanza usiku akiwa amelala kuanzia muda wa saa 5:30 akilala mapema. Ndio baba. Akichelewa kulala karibia kuna kucha. Ndio. Kinambana. Ndio baba. Kimeisha. Hallelujah. Hallelujah. Okay, weka mikono sehemu inayowauma ninyi wote ambao mlikuwa mwanza kutembea. Weka kwenye kifua chako. Wewe ni huyu ni nini? HIV negative. Ni HIV negative. Hebu wewe simama. Simama. No, don't cry. Vipi? Nimepona. Unajisikiaje? Umegundulika lini? Mwaka juzi. Ulichumbiwa? Na mtoto mdogo tu. Una mtoto mdogo tu. Na miezi miwili. Ndo ukagundulika una HIV? Hapana, niligundulika kabla. Uligundulika kabla? Ndio. Kwa hiyo ukabeba mimba ukijua wewe ni HIV? Ndio. My God. Na leo ndo umepima? Ndio. And you are free. Ndio. Unajisikiaje? Mungu, nimefurahi sana. Umefurahi sana? Jesus. Virusi vilivyokauka vikauke na kwako katika jina la Yesu aliye hai. Wewe uko na HIV na pona? Ni kwa Mungu tu. So kwa Prophet Frank ni kwa Mungu tu. Maana naye afanya ni yeye aliye juu. Anaitwa mtakatifu wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Weka mkono kwa mwanao. Lakini sasa tumbo lako naona lina aina tofauti ya watoto kwa baba tofauti. Kweli kabisa. Kweli. Naona baba wa kwanza umetibwana naye. Baba wa pili umetibwana naye. Una shida gani? Sijui mimi mwenyewe hata nimechanganyikiwa. Nimeteseka. Go deeper baba. Na huyu aliyebakia huko Norway yuko huko na rafiki zake. Yupo na rafiki zake. Anajua upo hapa sasa hizi. Ulimwaga kama unakuja huko. Shiloh International Ministries Tanzania chini ya mhubiri wa kimataifa Nabii Frank Julius Kilawa inakuletea mkutano mkubwa wa kinabii katika mkoa wa Iringa. Mkutano utafanyika katika viwanja vya Gangilonga kuanzia tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2016 hadi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2016. Walete wagonjwa mbalimbali kama vile ukimwi, HIV. I command you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Out! Brother nini? HIV negative. HIV negative. Umepona wewe? Kwa miaka mingapi ulikuwa unaumwa? Miaka mingi. Wawili HIV negative. HIV negative. HIV negative. Kisukari, kansa na wengine wengi Mungu atawaponya. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0718848419. Usipange kukosa. Kuna majibu. Weka mkono kwenye kifua chako. Pepo na kusemesha uliyejificha kwenye tumbo lake, uliyejificha, kila mmoja weke mkono kwenye kifua chake. Pepo na kusemesha kuanzia sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pepo uliyetumwa na wachawi, hiyo lugha gani? Sara, iwasara wasiri bakubwa sara, ibakubwa sara karayo yeye. Iwasara ala bakubwa sara. Nini hao? HIV negative. Negative. Mama wote wawili. Una miaka mingapi? Mimi kweli. Miaka yote hiyo tangu 2003. Simama. Simama. Mungu.
Mungu kuwa na mimi. Mungu tembea na mimi Baba. Mungu nakushukuru. Mungu saidie. Mama, wewe ulikuwa ni HIV kwa miaka mingapi? Kwa miaka mingapi? 10. Miaka 15. Ndio. Mama, Jamani, nimeteseka mimi hospitali yote. Mpaka siwezi kutembea. Siwezi nikipima na afya siwezi kuteseka Baba. Na leo ndo umepima HIV imeisha. Wewe ni Mchaga, wewe ni nani? Mimi ni Mpare Baba. Wao ongea Kipale, simama. Na nasiaga wa pale mnakulaga samaki kwa picha ya mnakula ugali kwa picha ya samaki. Namshukuru Mungu kwa sababu. Haya, ongea sasa Kipale sasa. Mrungu abache. Nilikuwa nataka nijue wa pale wapo wangapi hapa. Mrungu ni wewe Idi Makilaki. Wewe na mrungu Idi Mrungu ni ewa. Amen. Weka mkono kwenye kifua chako. Weka mkono kwenye kifua chako. Pepo yoyote mwenye rangi yoyote aliyetumwa mchana, aliyetumwa kwenye ndoto, mapepo yanayofanya naye mapenzi usiku, yanayompatia vyakula usiku, yanayomzalisha watoto usiku, yanayompeleka kwenye maji madogo na maji mafupi, katika jina la Yesu ninatangaza sasa, toka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka pepo na kuita kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hautampa tena umaskini uliompatia. Hautampatia madeni uliompatia. Hautamkalisha kwenye cheo kimoja cha wewe. Pepo umetumwa kumshikilia asipandishwe cheo, asipate promotion, asipendwe kazini. Ninatangaza sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pepo toka. Wahudumu naomba mwasaidie watu. Na kama kuna mtu amekaa hapo, wewe upo vizuri, ukiona mtu mwingine Mungu ameanza kumgusa, unamsaidia. Pepo kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka, toweka kwenye tumbo lake la uzazi. Umezuia tumbo lisizae. Umezuia tumbo lisizae. Umezuia tumbo lisizae. Umezuia tumbo lisizae. Kwa damu ya Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Toweka kwa jina la Yesu Kristo. Pepo uliyezuia tumbo lake lisizae. Umezuia tumbo lake lisizae. Watoto wake wanafia tumboni. Mimba zinaharibika. Mbegu za kiume na kuwa hana. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mapepo mliotumwa mkapita kwenye usingizi. Mkapita kwenye usingizi. Naona kuna mtu mmoja amekatwa kidole kimoja cha mkononi. Naona kuna mtu amekatwa kidole kimoja cha mkononi, kidole kimoja. Na ni cha pili kutoka. Umekatwa kidole? Umekatwa kidole? Kiko wapi? Ni cha pili, yes. Simama hapo. Kwa sababu hii ulipata baada ya kuna mtu alikuja kuomba change, ukampatia change. Change ilikuwa ni ya chuma ulete. Na ulikuwa umetoka kanisani sehemu moja kuna maombi. Wakati mnashindana ule ugonjwa kaingia ndani, kidole kikakatika. Ndio mtumishi. Ndio mtumishi. Nataka sasa hivi usingetoa ili pepo kwa namna ambavyo umetoa change, ungekuwa mbali sana. Mbali kifedha. Kweli kabisa. Saizi ni empty, zero, huna A, huna B. Kila kitu kimeenda chini. Nani ni mwalimu kwenu? Doctor? HIV negative. Nani ni negative? Wote wawili. Wewe jina lako nani? Juliana. HIV negative. Kwa miaka mingapi? 26. Umeumwa kwa miaka mingapi? Mwaka mmoja. Kwa mwaka mmoja. Baba kwa miaka mingapi? 45. Umekuwa na HIV kwa miaka mingapi? Kama miaka 10. Miaka 10? Jesus, glory to God. Na kazi nyingi sana. Nani ni mwalimu kwenu? Weka mkono. Nataka nifanye kazi hapa. Naomba niwekeni line. Naweza nikapita kwa mtu yoyote aliyoko hapa. Kwa hiyo niwekee tu line ya maeneo machache. Nataka niombe fedha saizi. Fedha. Najua watu wa Arusha mnapenda shekeli, si ndio?
ili muache, maana huku kuna matukio mengi, mara ujambazi, mara wizi, mpaka mnachosha polisi. Sasa leo Mungu anataka kukupatia fedha za kwako. Haleluya. 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 Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai. Pepo ambaye umechukua fedha zake ukambadilishia magonjwa, ukambadilishia tabu, umembadilishia madeni, umembadilishia madeni, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu, pepo kwa jina la Yesu aliye hai, toweka kwenye hicho kifua, toweka kwenye hiyo mikono, toweka kwenye hiyo mikono, toweka kwenye hiyo mikono, mikono ambayo inazaa madeni, sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni mapepo yaliyotumwa na familia yake, yaliyotumwa kutoka kwenye familia, ameyalisi kwenye familia kwa ajili ya umaskini, ameyalisi kwenye ukoo kwa ajili ya umaskini, kwa jina la Yesu, 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 hiyo mikono na ibadilisha sasa, hiyo mikono na ibadilisha sasa. Moto ukabandue ngozi za chuma ulete, ngozi ya chuma ulete ikabanduliwe na moto Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Kufilisika na kufilisika, kufilisika na kufilisika, mikono ya kwa kwenye starehe, anafilisiwa na starehe, anafilisiwa na starehe, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Toka kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Mikono na kusemesha, mikono na kusemesha, iwe ni ya baba, iwe ni ya mama, iwe ni ya dada, iwe ni ya kijana, iwe ni ya yoyote, moyo yoyote, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, toka kwa jina la Yesu. Roho ya kupenda pombe, 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 kwa jina la Yesu aliye inayokaa kwenye hicho kifua, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Pepo na kuita, pepo la kupenda anasa, popote pale ulipo, popote pale ulipo, hii ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hii ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Pepo la kumbandika madeni, madeni ambayo hayana pua, hayana mdomo, hayana maelezo, hayana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shiloh International Ministries Tanzania chini ya mhubiri wa kimataifa Nabii Frank Julius Kilawa inakuletea mkutano mkubwa wa kinabii katika mkoa wa Iringa. Mkutano utafanyika katika viwanja vya Gangilonga kuanzia tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2016 hadi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2016. Walete wagonjwa mbalimbali kama vile ukimwi, HIV. I command you in the name of Jesus, in the name of Jesus, out. Brother nini? HIV negative. HIV negative. Umepona wewe? Kwa miaka mingapi ulikuwa unaumwa? Miaka mingi. Really HIV negative. HIV negative. HIV negative. Kisukari, kansa na wengine wengi, Mungu atawaponya. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0718848419. Usipange kukosa. Kuna majibu. Yes, mama nini? Nini? HIV negative. Ni HIV negative. Negative. Mama, umeuma HIV kwa miaka mingapi? Miaka 10. Miaka 10. Upo unatumia dose ya HIV. Naishi kwa dawa. Unaishi kwa dawa? Ndio dokta. Ulituangalia wapi? Mimi nilikuangalia kwenye TV. Ukatamani kuja Mbeya na Tanga? Nikatamani kuja Arusha. Ukatamani kuja. Umetokea wapi? Moshi. Umetokea Moshi? Moshi. My God. My God. My God. Umekuja na nani hapa? Nimekuja na wajukuu wangu. Wako hapo wajukuu wa huyu mama njoo. Anaitwa nani mjukuu wako? Njoo Linda. Njoo Linda na Kei.
Waite tu Kichaga, unajua unawezekana umezoea Kichaga. Linda na Keinjo. Waite Kichaga. Waite Kichaga. Njoni. Zungumza Kichaga, kwani wewe sio Mchaga? Ndio ni Mchaga. Njoo watu kwako. Unajui kuwaita Kichaga? Njoo Kei. Ndio Kichaga hicho? Njoo Kei, Njoo Kei na Linda. Ndio Kichaga? Okay, fine. Niambie. Lakini hao ni watoto sasa, siwezi kuwahoji maswali. Sawa? Barikiwe sana. Shilo International Ministries ni huduma ya kinabii inayoongozwa na nabii wa kimataifa Frank Julius Kilawa. Huduma hii inapatikana Tanga mjini, mtaa wa Mkwakwani. Inatazamana na shule ya sekondari Old Tanga katika ukumbi wa Majestic Cinema. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika namba zifuatazo: 0756450674 au 0782911515 na 0718848419. Pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii kupitia akaunti zifuatazo: Facebook Prophet Frank Julius Kilawa au Shilo International Ministries, au unaweza angalia katika YouTube Shilo International TV. Ratiba kwa wageni wote wanaotokea ndani na nje ya nchi. Ijumaa ni siku ya uponyaji na miujiza. Walete wagonjwa wote wenye ukimwi. Huyu nini? Ni HIV? Majibu ni negative. Jesus. Kwa hiyo kabeba mimba ukijua wewe ni HIV. My God. Na leo ndio umepima. And you are free. Unajisikiaje? Kansa, kisukari, waliopooza na magonjwa yote yaliyoshindikana, wote wataombewa na kupokea uponyaji wao. Jumamosi ni siku ya maombi ya fedha na uchumi kwa wafanyabiashara, walioajiriwa na wenye mpango wa kufanya biashara, na Jumapili ni siku ya mafundisho ya Biblia, neno. Pia Nabii Franki atakutana na wageni wote. Mnakaribishwa.